Taarifa kutokea mkoani Kilimanjaro zinatueleza kwamba Bodi ya Nishati Vijijini REA imemtaka mkandarasi anayejenga miradi ya umeme vijijini katika wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, kampuni ya Selex Engineer Limited, kuacha kusingizia changamoto ya hali ya hewa kama sababu kuu ya kuchelewa kukamilisha miradi wilayani humo. Badala yake waandae mpango kazi ambao utawafanya kukamilisha kazi hiyo kwa wakati. Akikagua miradi mbalimbali ya kusambaza umeme kwenye vijiji na vitongoji wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, mkurugenzi wa Bodi ya Nishati Vijijini REA, Mheshimiwa Barozi Radhia Msuya, amesema ni vyema mkandarasi akafikisha vifaa vya ujenzi kwenye maeneo ya miradi kabla ya msimu wa mvua ili kupunguza visingizio na kuepuka kuchelewesha miradi wilayani humo. Katika utatu huo, yani wakala, TANESCO na mkandarasi, kuwe na mawasiliano ya mara kwa mara ili kama kuna matatizo tuyatatue kwa pamoja. Kati ya matatizo ambayo tunayaona yako katika sehemu nyingi ni hali ya hewa. Kuna mvua, kuna kilimo. Kwa hiyo wakandarasi wasimamiwe ili vifaa hasa nguzo ziwe zimefika site kabla ya majira ya mvua. Halikadhalika kazi ya kusimika nguzo ianze kabla watu hawajapanda mazao yao na mazao yao kustawi, kwa sababu kinyume chake mtakuwa mnatembea kwenye mashamba ya watu na hakuna atakayekubali. Umeme tunataka, lakini chakula au mazao ya biashara yatakuwa yana tija kwao. Kwa hiyo wataweka umuhimu zaidi kwenye mazao kabla hawajaweka kwenye umeme. Kwa hiyo ni muhimu wakala wa nishati vijijini wahakikishe kwamba materials zinapelekwa kwa wakati ili kuepuka mvua na mafuriko. Bidhaa, components, vifaa vinavyohitajika vinaagizwa kwa wakati ili basi mkishasimika nguzo muendelee na ufungaji wa kazi. Lakini pili, kama kuna changamoto ziletwe tupate kuzisikia. Kwa nyingine, wajumbe wa Bodi ya Nishati Vijijini wametoa wito kwa shirika la umeme Tanzania TANESCO mkoa wa Kilimanjaro kuongeza vitambulisho vingine kama kitambulisho cha mpiga kura kuwa sehemu ya kuwasajili wananchi ili waunganishwe na huduma ya umeme majumbani mwao, badala ya sasa ambapo ni kitambulisho cha NIDA pekee ndiyo kinachotumika. Hali hii inachangia wananchi wengi wa vijijini kukosa sifa ya kuunganishwa na huduma hiyo kwa wengi wao hawana vitambulisho hivyo. Katika kijiji hiki tayari mkandarasi ameshasambaza nguzo za msongo mdogo takriban kilomita 2 na tayari ameshafunga transformer ya ukubwa wa kVA 100, na kwa sasa kazi ambayo inaendelea ni ya kuunganisha wateja. Na bodi kwa kweli imetoa maelekezo mbalimbali kwa management ya wakala, na mojawapo likiwa ni kuhakikisha kwamba kasi ya uunganishaji wa wateja inaongezwa ili sasa wateja wote ambao walikuwa wamekusudiwa kufikiwa na wigo wa kazi hii wanaweza kufikiwa. Mpaka sasa takriban nusu ya wateja wameshafikiwa na kazi ya kuunganisha inaendelea. Katika kitongoji hiki kuna kilomita 2 za mkondo wa njia 3 zote, ambapo kutokana na survey yetu tumeona kuna wateja 15 tu kwa hapa, ingawa kwa scope tunatakiwa tuwe na wateja 33. Na hapa tunatakiwa tufunge transformer moja, na kama tulipo hapa tuko kwenye transformer husika, tumeshaifunga hii transformer na mpaka sasa tunasubiri wateja. TANESCO wamesema tayari wateja wameanza maombi, kwa hiyo wakimaliza huwa wanatutumia sisi majina ndio tunakuja kuwafungia. Lazima baadaye tukae tuangalie jinsi tunavyoweza tukarekebisha hayo masharti ya kujiunga, maana umeme umeshafika, watu wapo, wako tayari, shida ni NIDA. Na akishaunganisha analipa. Kwa hiyo ndio NIDA inataka utambuzi. Najua wazi shida yake NIDA ni kutambua yule mtu. Je, hatuna njia nyingine ya utambuzi ili watu waweze kuunganishwa umeme?